Hapo zamani sana, miaka na karne nyingi zilizopita, dunia iliwahi kushuhudiwa kwa miji mikubwa sana ndani yake. Miongoni mwa miji mikubwa katika ulimwengu huo wa kale ilikuwa ni pamoja na miji ya Sodoma na Gomora. Miji ya Sodoma na Gomora ilikuwa ni miji mikubwa na yenye sifa nyingi, miji iliyoendelea sana katika ulimwengu huo wa kale. Lakini pamoja na hayo yote, miji hii ilibarikiwa sana kuwa na kila kitu ndani yake. Ilikuwa na sehemu nzuri kabisa zenye rutuba kwa ajili ya kulima na kufuga. Ni miji ambayo ilibarikiwa na kuonekana kama bustani ya Edeni kando kando yake. Ndani yake waliishi watu wa aina tofauti na wenye tabia tofauti tofauti, na wengi tunaifahamu vizuri kabisa historia ya miji hii ya Sodoma na Gomora, uovu wake, uchafu wake, laana zake na ghadhabu ya Mungu iliyoambatana na adhabu kali ndani yake. Ambacho watu wengi hawakijui kimesimama kama siri ndani ya miji hii ni kwamba usiku ule ambapo Mungu anaiangamiza miji ya Sodoma na Gomora, Mungu aliangamiza na miji mingine mitatu pamoja na mji huu wa Sodoma pamoja na Gomora. Jumla miji iliyoangamizwa usiku ule ilikuwa ni miji mitano, ambapo miji hiyo yote ilikuwa ikishirikiana katika mambo mengi. Kwanza kabisa ilikuwa inakaribiana sana, ilishia mipaka, lakini ilishia tamaduni nyingi, na watu wa miji hiyo yote walikuwa ni watu wenye sifa zile zile, waliofanana tabia, waliofanana mienendo. Lakini pia miji hii ilikuwa ni washirika wazuri kabisa wa kisiasa. Wafalme wake walishirikiana katika masuala mengi. Nikukaribishe katika kipindi hiki cha leo. Tunaenda kuitazama na kuiangazia miji hii pamoja na ile miji mingine iliyoangamizwa pamoja na miji ya Sodoma na Gomora. Jina langu ninaitwa Mwalimu Vincent Mwakisyala. Maombi, ushauri, maombezi na kwa sapoti ya aina yoyote ambayo Roho Mtakatifu anakugusa kufanya kwa ajili ya huduma hii, basi utatumia namba hizo unazoziona. Lakini kama hujasubscribe channel hii, ni kuombe usubscribe sasa na kushare kwa watu wengine wengi, na Mungu atakubariki. Miji hii yote ikiwepo pamoja na mji huu wa Sodoma ilikuwa katika nchi ya Kanaani, ambapo tunajua wakazi wake walikuwa sehemu ya uzao wa Kanaani, ambapo Kanaani tunakumbuka alikuwa ni mwana wa Hamu, mwana wa Nuhu. Kwanza kabisa tukianza na mji wa Sodoma. Mji huu ulikuwa miongoni mwa miji ya tambalale ambayo ilikuwa inapatikana katika bonde la Jordan, karibu kabisa na bahari ya chumvi kwa leo hii. Biblia haielezi mwaka kamili wa kuanzishwa kwake, lakini ulikuwepo zamani sana kabla ya nyakati za Abrahamu. Ni takriban miaka 2000 kabla ya Kristo. Mji huu ulionekana kuwa ni mji tajiri wenye ardhi nzuri na maji mengi, kama unavyosifiwa katika kitabu cha Mwanzo 13 mstari wa 10, ambapo bonde la Jordan lilionekana kama bustani ya Mungu, lilionekana kama bustani ya Eden. Na mfalme aliyekuwa akifahamika zaidi aliyewahi kuitawala Sodoma anajulikana kwa jina la Bera, kama anavyotajwa katika kitabu cha Mwanzo sura ya 14, ambapo tunaona pale alishiriki vita dhidi ya wafalme wengine akiwepo Kedorama. Lakini pamoja na yote ambayo tumeyaona, sifa kubwa ya watu wa Sodoma ilikuwa ni uovu usio na mfano, usio na aina yoyote ya lugha ambayo inatosha kuelezea. Kulikuwa na uovu mkubwa sana wa kijamii na kiroho, ambapo dhambi zao
zilijumuisha ukosefu wa haki, lakini walijaa kiburi kisicho na mfano. Walikuwa katika kilele cha jeuri, lakini pia walipenda anasa na starehe. Ulevi ulikuwa ni sehemu ya maisha yao, lakini hawakuwajali masikini, kama ambavyo imeandikwa katika kitabu cha Ezekiel 16 mstari wa 49. Lakini kulikuwa na maovu makubwa sana ya kingono yaliyopita mipaka. Ilifika kipindi ambacho wanaume wanawatamani wanaume wenzao, wanawakiana tamaa wao kwa wao, kama ambavyo wengi tunaifahamu habari hii ya tabia hii ya watu wa Sodoma. Kitu ambacho ninajiuliza mimi ni kwamba hawa watu walifanya maovu kiasi kile kipindi ambacho hakikuwa na teknoloji, kipindi ambacho hakikuwa na utandawazi, kipindi ambacho hakikuwa na umeme, kipindi ambacho kilikuwa ni kipindi tu cha kwanza kabisa cha maisha ya mwanadamu baada ya safina ya Nuhu. Ingalikuwaje kama wale watu wangelikuwa na teknoloji? Yamkini wangelikuwa kama sasa. Dunia sasa inafananishwa kwa ukaribu kabisa na dunia ya miji hii ya Sodoma na Gomora na miji mingine. Hii ndio ilikuwa sababu kubwa ya Mungu kuhukumu mji huo wa Sodoma na washirika wake. Na walionusulika katika maangamizi ya mji wa Sodoma, ambapo Mungu alishusha mvua ya moto, walikuwa ni watu watatu pekee. Watu hao alikuwa ni Lutu pamoja na binti zake wawili. Lakini mke wa Lutu aliokolewa, ila aligeuka kuwa nguzo ya chumvi kwa sababu ya kutazama nyuma. Mwanamke huyu alitazama nyuma kwa sababu yamkini alikuwa aamini kama kweli Mungu anaweza akaenda kuiangamiza miji mikubwa kama hii, kama kweli Mungu anaweza akaichoma miji mikubwa namna hii. Kwa imani yake kwa Mungu haikuwa kubwa kama ambavyo mume wake alikuwa akimwamini Mungu. Kwa alitamani kuona kama kweli wanaangamizwa, kama kweli mali walizowekeza, ufahari uliokuwepo unaenda kuishia kwenye moto. Akabadilika akawa jiwe la chumvi, ambapo jiwe hilo la chumvi mpaka leo hii lipo katika sehemu ya bahari ya chumvi, ambapo linaitazama ile miji ya Sodoma na Gomora, ambapo miji hiyo kwa leo hii imebaki mabaki tu kama ambavyo unaiona katika picha yako hapo. Lakini tunaongelea mji wa pili, ni mji wa Gomora, ambapo dhambi zao kubwa zilikuwa ni dhambi za kijamii. Tunaposema kijamii, yani uovu mkubwa uliokuwa unaambatana katika ile jamii, kama ambavyo tumeioanisha katika miji ya Sodoma. Lakini uasi dhidi ya Mungu, tunapozungumzia uasi dhidi ya Mungu, hawa watu walikuwa wanaabudu mashetani, watu hawa walikuwa wanaabudu miungu, watu hawa walikuwa wanaabudu vitu vya aina tofauti tofauti na kuvifanya kama Mungu, na walizikaidi sheria za Mungu. Ingawaje Mungu kipindi hicho hakuwa ameweka sheria rasmi, lakini tu walikuwa wamefanya vitu ambavyo vinavuka mipaka mbele za Mungu. Lakini maovu ya maadili, hizi jamii zilikuwa hazina maadili kabisa, na Mungu alihukumu mji huu wa Gomora. Na tofauti na mji wa Sodoma ambao tumeona walisalimika watu watatu, mji wa Gomora hakukuwa na mtu yoyote aliyesalimika ndani yake. Watu wote waliunguzwa ndani ya mji wa Gomora. Sasa mji wa tatu ulioangamizwa pamoja na miji ya Sodoma na Gomora, nimesema usiku ule iliangamizwa jumla miji mitano, ambapo miji hii miwili ndo miji maarufu, yani Sodoma na Gomora ndo miji maarufu sana. Lakini mji wa tatu ulioangamizwa usiku ule ulikuwa unaitwa Adma. Mji huu ulikuwa unaitwa Adma. Jina Adma linatokana na neno la Kiebrania linalotamkwa Adma, hivyo hivyo Adma. Maana yake ni ardhi nyekundu. Lina uhusiano mzuri na neno Adama, ambapo neno Adama humaanisha udongo ama ardhi. Linahusiana zaidi na neno Adama, ambapo udongo au ardhi. Ndio maana mwanadamu wa kwanza anaitwa Adamu. Adamu maana yake mavumbi. Kwa unaweza ukaona maana ya hili neno
lakini tunapoongelea sasa kihistoria unatajwa kama mji mmoja kati ya miji ya tambalale katika Mwanzo 14 mstari wa 2, ambapo ilikuwepo katika ukingo wa lile bonde la Jordan, ambapo mji huu ulikuwa chini ya mfumo wa wafalme wa eneo hilo, ambapo wafalme wa eneo hilo walikuwa na ushirika pamoja na ile miji ya Sodoma na Gomora, lakini uliangamizwa pamoja na miji ile, ambapo tunaiona katika Kumbukumbu la Torati sura ya 29 mstari wa 23. Kwa mji huu wa Adma ulikuwa mshirika wa miji ya Sodoma na Gomora na ulikuwa ni majirani wao, na watu waliokuwepo ndani ya miji ile walikuwa ni watu wenye tabia moja na watu wa Sodoma na Gomora. Kwa hatuna haja tena kuanza kuzirejea tabia zile zile kwa sababu tumekwisha kuzielezea, lakini huu ni mji wa tatu ambao uliangamizwa pamoja na ile miji iliyopita. Lakini tunapoongelea mji wa 4 sasa, ambao mji huo pia uliangamizwa pamoja na miji hiyo mingine ambayo tumeitaja, unaitwa Seboimu. Seboimu. Maana ya jina la Seboimu ni neno la Kiebrania linalotamkwa Sheboim. Sheboim kama unavyoiona hapo, maana yake ni mahali pa swala. Tunapozungumzia swala hatuna maana ya ile ibada, tunazungumzia wanyama wa polini. Kwa maana hiyo hapa palikuwa pana wanyama wengi sana wa polini wale kama swala. Kwa sababu wanyama hao walikuwa wanapatikana wengi, wanyama poli, basi ndo akapaita Seboimu. Tamaduni na tabia za watu wa mji huu ulikuwa sawa tu na tamaduni za watu wa Sodoma, na walikuwa ni majirani, ambapo pia mji huu unatajwa katika Mwanzo 14 mstari wa 2, ambapo mji huu unatajwa mpaka mfalme wake alikuwa anaitwa Shemeberi, ambapo uliangamizwa nao usiku ule ule kama ambavyo inaonekana katika Hosea 11 mstari wa 8. Mungu analitaja kama mfano wa maangamizi makubwa. Na katika miji yote niliyosema hakukuwa na mabaki ambayo yalithibitishwa moja kwa moja yalisalia kutokana na uangamivu ambao Mungu aliufanya katika miji hii. Lakini pia mji wa tano ambao uliangamizwa pamoja na miji hii huitwa Sohari. Mji wa Sohari, ambapo baadhi ya watu wengine huita Zohari. Maana ya jina Sohari au Zohari inatokana na neno la Kiebrania linalotamkwa Sohal, maana yake ni mdogo. Neno Sohal maana yake ni mdogo. Kwa hiyo tunaona kwa neno hili au kwa jina hili mji huu haukuwa mji mkubwa, kalikuwa kamji fulani kadogo tu, ndio maana uliitwa mji wa Sohal au mji mdogo, ambapo ulikuwa sehemu ya ile miji ya tambalale, na mfalme wake anatajwa kwa jina la Bela, alikuwa ni Bela, ambapo tukio muhimu sana ambalo tunalikumbuka mji huu ni kwamba Lutu aliomba akimbilie Sohari. Sasa katika hiyo miji mitano iliyoangamizwa usiku huo, mji wa Sohari ndio mji peke yake ambao ulipata rehema kwa Mungu, ambapo tunaona wakati Lutu anatoka Sodoma, Mungu aliposema anauchoma mji wa Sodoma, Lutu aliomba Mungu aende akimbilie Sohari. Kwa nini akimbilie Sohari? Kwa sababu kwanza Sohari ni mji mdogo, lakini pia hata kama watu wake ni waovu, lakini hawako wengi, ni watu wachache. Lakini pia Lutu hakuwa na sehemu yoyote ya kwenda. Akili yake iliona mji ambao anaweza akaenda ulikuwa ni mji wa Sohari, kwa akamwomba Mungu akimbilie Sohari. Kwa Mungu akaacha kuangamiza mji wa Sohari ambao ulikuwa uangamizwe pamoja na miji hii kwa sababu tu ya rehema ambazo Mungu aliziambatanisha na wokovu wa Lutu. Hivyo Mungu akaacha usiangamizwe, na imeandikwa katika kitabu kile cha Mwanzo 19 mstari wa 20 mpaka wa 22, ambapo mji huo unatajwa kuwa haukuwa na sifa za wanaume kuwepo katika mji ule. Mji ule haukuwa na watu, ulikuwa ni mji mdogo kama tunavyoongelea, lakini hakukuwa na watu wanaoishi ndani yake. Ndipo tunaona mabinti au watoto wa Lutu wakaamua kulala na baba yao.
na baada ya kuzini na baba yao, ili wapate kujipatia uzao, nao wasife bila uzao. Hivyo basi tunaona mji ule ulikuwa na uhaba wa watu kiasi cha hawa mabinti kuamua kumwingilia baba yao. Kwa hiyo nikitaja kwa muhtasari miji mitano ni Sodoma ambao ulikuwa na uovu mkubwa, uliangamizwa. Gomora uliangamizwa. Adma uliangamizwa. Seboimu uliangamizwa. Sohari uliokoka kwa sababu ya Lutu, ambapo maandiko ambayo yanahitaja miji hii kwa pamoja ni pamoja na Mwanzo 14 na Mwanzo 19. Utaiona majina ya miji yote, lakini Kumbukumbu la Torati sura ya 29 mstari wa 23 inatajwa miji yote, lakini kitabu cha Hosea sura ya 11 mstari wa 8 inatajwa miji yote. Lakini sasa miji hii yamebakia mabaki yake, ambapo yapo mpaka leo kando kando ya bahari ya chumvi, ambapo inasadikika sehemu nyingine za miji hii yamkini ilizama ndani ya bahari ya chumvi, ambapo mpaka leo hii kama nilivyosema, lile jiwe la chumvi ambalo alikuwa ni mke wa Lutu lipo mpaka leo hii limesimama, mpaka leo hii lipo pale limesimama. Watalii wanaenda wanaona, wanapiga picha na kumwogopa Mungu, jinsi ambavyo anaweza akabadilika katika asila yake akawa anatisha sana. Ambapo sasa sehemu ya miji ambapo kumebakia na mabaki, hakuna chochote au shughuli yoyote ya kijamii inayofanyika. Miji hii imebaki ni ukiwa mpaka sasa, hakuna kitu ambacho kinaweza kikafanyika au shughuli inayofanyika pale, na miongoni mwa shughuli pekee inayofanyika ni utalii tu, ila hakuna shughuli nyingine ya kijamii inayoweza kufanyika. Shughuli inayofanyika ni utalii. Watu wa dunia yote wanaenda pale kushangaa jinsi ambavyo Mungu aliangamiza miji hii, jinsi ambavyo Mungu aliifanya miji hii kuwa ukiwa, jinsi ambavyo Mungu aliifanya miji hii kufutika kabisa katika uso wa dunia na kubaki kuwa moja ya simulizi za kutisha sana tunapoielezea ghadhabu ya Mungu, ambapo miji hii inafananishwa sana na hasira ya Mungu, ambapo atakuja kuiangamiza ulimwengu wote kwa moto. Kwa hiyo huu unakuwa ni moja kati ya mfano hai tunapoelezea swala la wokovu, tunapoelezea swala la ghadhabu ya Mungu, tunapoelezea swala la hasira ya Mungu. Miji hii inafanyika kuwa mfano hai na mfano sahihi sana wa kuihubiri injili ya wokovu wa Mungu. Lakini pia niseme kitu kimoja kwamba kwa leo hii tutaishia hapa, lakini somo hili litaendelea tena, ambapo sasa tutaanza kuangalia vizazi vilivyosalimika katika miji ile. Tumesema walisalimika watu watatu, lakini hao watu watatu walizalisha vizazi ambavyo hivyo vizazi vina mbegu na damu ya Sodoma, ambayo hiyo damu ya Sodoma sasa ilikuja kufanya balaa katika ulimwengu wa kale, vizazi vilivyotokana na ile damu ya Sodoma. Lakini pia katika sehemu zijazo tutaenda kumwangalia vizuri huyu Lutu ambaye alikuwa ni ndugu wa Ibrahimu. Nini kilichomfanya aende kuishi Sodoma? Katika maeneo yote hakuona eneo lingine la kuishi mpaka akwenda kuishi eneo la Sodoma, akaoa mwanamke wa Kisodoma. Tutaenda kumtazama pia katika kipindi kinachoendelea. Ni kuombe tu usikose mfululizo wa vipindi hivi ambavyo vitakuwa vinakujia kwa ajili ya kuelezea habari hizi za Sodoma na Gomora, kwa maana ulimwengu wa sasa unafananishwa kwa ukaribu sana na ulimwengu wa Sodoma na Gomora. Ila ni kuombe tu kitu kimoja, kama hauja subscribe channel hii, ni kuombe utusaidie kusubscribe na kushare kwa watu wengine wengi, na Mungu atakubariki sana. Lakini kama unatamani kuungana pamoja nasi katika huduma hii kwa namna moja ama nyingine, kwa sadaka, mchango, sapoti, unaweza ukatumia namba hizo unazoziona hapo, na Mungu atakubariki sana. Kwa ushauri, maombi, pia unaweza ukazitumia namba hizo. Jina langu ninaitwa Mwalimu Vincent Mwakisyala. Tukutane wakati ujao. Mungu akubariki sana.